بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. معاشر الحاضرين، tuendelea na darasa kwa mfumo alioweka na alioanza mwenyewe al-akh Said Muhammad bin Said Fawz al-Rudaini, kwamba masiku fulani kutakuwa tukifasiriwa Qur'ani aya za dua, na pia kutataguliwa masiku fulani ambao kwamba kutazungumzwa sira, na mada iliyotaguliwa musimu huu Ramadhani hii ni kuwazungumza wale wanawake wanne bora ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, kamula min arrijali kathir wa lam yakmul min an-nisa'i illa arba'a, ni wengi waliokamilika katika wanaume, lakini wakamilifu zaidi katika wanawake ni wanne peke yake, akiwemo Sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha wa alayha salam, akiwemo Sayyidatuna Fatima, akiwemo Sayyidatuna Maryam na Sayyidatuna Asia. Nadhani nataraji kwamba Sayyidatuna Khadija na Sayyidatuna Fatima washazungumzwa. Sasa leo kwa ushauri wake ametupangia tuzungumzie au tuzungumzie Sayyidatuna Maryam alayha salam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea wanawake hawa wanne na wengine wengi katika waja wake ambao kwamba wameweza kueleza katika Qur'ani. Yote ni kwa sababu tuweze kupata mifano, bali yote yaliyokuja katika sira nzima. Sira ni kufahamu yaliyopita, ni kufahamu yaliyotokea, ni kuwafahamu waliokuja kabla yetu sisi, tukaweza kupata mifano imma mizuri au tukapata mifano mibaya. Mifano mizuri ili tuweze kushikamana nayo, mifano mizuri ili tuweze kuwataba, tukawa kama wao, tukawafuata wao, nyendo zao, tabia zao na mambo yao, na mpaka wakafaulu katika namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tueleza. Na wale wabaya na yale mifano mibaya ili tuweze kuepukana nayo, tuweze kukaa mbali nayo. Wale wabaya walifanya mambo gani ambao kwamba mpaka yakawa ni wenye kuangamiza, au mpaka akawa ni wao ni watu wabaya, basi na sisi tuweze kukaa mbali nayo. Hata hao wanawake tuambiwa kuna wanne wazuri, wanne bora waliokamilika, na yako mifano ya wanawake ambao kwamba walikuja ni wabaya. Dharaba Allahu mathala alladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Wametaja pia wanawake ambao kwamba ni wanawake wabaya, mke wake Nabii Allah Nuh na mke wake Lut, hao walikuwa ni wanawake wabaya. Na ukisoma Qur'ani utajua ubaya wao, ukisoma tarikhi na sira utapata kufahamu ubaya wao, ili tuweze kufahamu namna ya kuishi. Au wanawake zaidi ya hasa, sababu tutazungumzia wanawake, ni kwamba wanawake pia waweze kuchukua mifano mizuri, kwamba wewe kama mke wafaa ufanye jambo gani. Utatagua mwenyewe sasa kama mwanamke, wataka kuwa ni mke kama mke wa Nabii Allah Nuh na Lut, ama utataka kuwa ni mke kama mke wa Firauni alipokuwa. Mbali na kwamba mume wako atakuwa ni namna gani, isiwe ni kisingizio kwamba mume wako ni muovu na wewe ufanye mambo maovu. La, ikiwa Asia yeye alikuwa ni mwanamke bora na mkamilifu na mume wake ni Firauni,
yamaanisha yawezekana kwa wewe ukawa pia ni mke mzuri japokuwa mume wako ni mwovu, wa hali kadhalika. Kwa hivyo na sisi tuwaletewa mifano ya hawa wanawake wanne ili tuweze kujua alia Sayyidatuna Khadija, mpaka na yeye kupata sifa ya Sayyidatuna Khadija ni kwamba alikuwa ni mke wake Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na alikuwa ni mfanyi biashara na mengine mengi aliyokuwa nayo. Kwa hivyo ukitaka kuwa ni mfanyi biashara na mke na mama na ndugu, muone Sayyidatuna Khadija. Mwangalie Sayyidatuna Maryam mpaka alipofika kwamba na yeye sasa ndo atakuwa ni mke ni mamake Nabii Allah Isa alayhi salam. Kuna mambo aliyapitia, kuna malezi aliyapitia. Kwa hivyo na wewe wataka kumlea mtoto wako ili na yeye aweze kutoa vyema katika vizazi vyake, basi mwangalie Sayyidatuna Maryam alivyolelewa. Na Asia naye namna ya kuishi na mume wako hata kama ni muovu, lakini alisimama katika istiqama gani? Wa hali kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba ametagua, inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ametagua katika umma wote huu, katika vilivyoumbwa vote, amewatagua Sayyidina Adam na Sayyidina Nuh na ali Ibrahim na ali Imran. Sayyidina Adam mtumi, hataki tafsili ndefu kumweleza Sayyidina Adam na Sayyidina Nuh, hasa baada ya kwamba wamekuja yakaja mafuriko, ikawa vilivyotoka ni vile vilikuwa na Nuh. Tayari pale ni kwamba wale ndo waliotaguliwa katika kuendeleza, wale waovu waliomkhalifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waligharikika wakatoka. Kisha ali Ibrahim, vizazi vya Sayyidina Ibrahim vilivyopitia kwa Sayyidina Ismail na Sayyidina Ishaq. Sayyidina Ishaq katoka Banu Israil, Sayyidina Ismail katoka kizazi chema cha Waarabu mpaka kufika kwa habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ikawa ni pia ni familia iliyotaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wakaja ali Imran, ikawa pia wao ni watu waliotaguliwa. Mufassirina wakakhtalifiana kwamba ali Imran ni gani waliotajwa katika Qur'ani. Je, Nabii Allah Musa tuambia pia yeye ni Musa bin Imran na Harun bin Imran, na huku tuambia huyu ni Maryam ibnata Imran. Kwa hivyo hawa ni Imran ni yupi? Ama Nabii Allah Musa na Sayyidatuna Maryam ni ndugu? La hasha wa kalla. Sayyidina Musa na Sayyidina Harun walikuwa mbali, vilipita centuries, vita wakati mrefu mpaka kuja Sayyidatuna Maryam au kuja wengine waliokuja baada yao. Kwa hivyo wale ni wengine na hawa ni wengine. Kwa hivyo wakaenda maulama wengine kutuambia kwamba ali Imran hapa ni hawa Musa na Harun alayhim assalam, Sayyidina Musa na Sayyidina Harun. Lakini na wengine wengi kwa siyaqi ya hizi aya ambazo kwamba tutaweza kuzisoma wakasema kwamba la, ali Imran katika hii suratu ali Imran waliokusudiwa hapa ni hawa kizazi cha Imran, Sayyidatuna Maryam na Sayyidina Isa, na waliofanya musahara na wao kina Sayyidina Zakaria, na waliozalikana na wao Sayyidina Yahya. Hawa ndo ali Imran ambao kwamba waliweza kuzungumziwa hapa. Kwa hivyo Imran, Sayyidina Imran ambao kwamba ndio babake na Maryam, alimuoa mwanamke akiitwa Hanna na ndio akazaliwa Sayyidatuna Maryam. Na pia hapa kukatoka riwaya mbili. Muarrikhina watuambia ndugu yake mamake Sayyidatuna Maryam, huyo Hanna, ndugu yake wa kike ndio aliweza kuolewa na Sayyidina Zakaria, ambao Sayyidina Zakaria akamzaa Yahya. Ikawa Yahya, Sayyidina Yahya alayhi salam na Sayyidatuna Maryam ni ndugu, ni cousins. Tayeb, kwa sababu mamake Sayyidatuna Maryam na mamake Sayyidina Yahya ni ndugu, kwa hivyo vizivyonika wao wakawa ni cousins. Na waliokuja wengine na dalili zingine zilizotolewa ni kwamba la, Imran alikuwa na watoto
watatu au zaidi pengine, lakini wale mashuhuri ni kwamba Maryam alizalika, alafu kuna na Harun, ya ukhta Harun, kama ilivyokuja katika aya ya ukhta Harun ma kana abuki imraa sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Kwa hivyo kulikuwa na Maryam na Harun na mamake Sayyidina Yahya, kumaanisha kwamba Sayyidina Zakaria alimuoa ndugu yake Sayyidatna Maryam, ikawa Yahya, Sayyidina Yahya na Sayyidina Isa ndiyo cousins, kwa riwaya tofauti zilizokuja muarikhin. Japokuwa hii ni ya pili tuweza, na zote zina nguvu subhanallah. Yani ukiziangalia katika uzito wake utaziona zote zina nguvu. Hii ni ya kwamba Sayyidina Isa na Sayyidina Yahya ni cousins, ni pale katika hadithi ya al-Isra wal Mi'raj, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwapaa katika wingu, ameingia wingu ya kwanza, akifika wingu ya pili, kama kawaida kisa kilivyo maarufu, fastaftaha Jibril, akabisha hodi Jibril, akaulizwa nani wewe? Akasema mimi Jibril. Umekuja na nani? Umefuatana na nani? Fuatana na Muhammad. Au qad ursila, je ametumilizwa? Naam. Fa ni'mal maji'u ja, basi neema iliyoje, ni mgeni mzuri iliyoje alitujilia. Na wakafunguliwa. Wakifunguliwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi atuambia, fa idha bi Isa wa Yahya wa huma ibna khala. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ikifunguliwa mlango amuona Sayyidina Isa na amuona Sayyidina Yahya, na wao ni watoto wa shangazi. Yani Yahya ni mtoto wa shangazi yake Sayyidina Isa, na Sayyidina Isa ni mtoto wa shangazi yake Sayyidina Yahya. Kwa riwaya litakavyokuwa kwamba iwe ni mtoto wa shangazi au ni ammi yake, kwamba Sayyidina Isa ni mtoto wa Yahya, Yahya ni ammi yake Sayyidina Isa, itakavyokuwa. Lakini hawa ndo Al Imran waliokusudiwa katika Al Imran. Kuna mamake Sayyidatna Maryam, Yohanna, alikuwa ni mcha Mungu sana, alikuwa ni mwanamke mzuri, alikuwa na istiqama katika ibada yake, na alikuwa muumini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sana. Na tuambiwa katika tarikh kwamba aliwahi siku moja kumwona kindege yuamlisha mtoto wake, ndege amlisha mtoto wake. Basi lile kuona kwamba ndege amlisha mtoto wake likamthamanisha yeye, kwa maana yeye apate mtoto, na hilo ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikamfanya akashika mimba ya Sayyidatna Maryam. Kwamba hii ndio sababu, kule kutamani kwake tu kumuona kwamba kile kindege chamlisha mtoto wake, akatamani mtoto, na yeye ndo akapata mtoto. Kupata mtoto akapata mimba yake, Qur'ani yatuambia idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Mola, baada ya shashika mimba sasa, amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola, mimi naweka nadhiri kwamba kiliomo ndani ya tumbo langu, basi naweka nadhiri kwamba muharrara. Yani muharrara taitafsiri kama ni wakfu, yani nimeitoa fi sabilillah, kumaanisha kwamba wakati ule haya yote yakifanyika yafanyika Baitul Maqdis. Kwa hivyo kwamba mimi namtoa huyu fi sabilillah aweze kuitumikia ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mimi nikipata huyu mtoto nitampeleka Baitul Maqdis, awe ni khadim wa Baitul Maqdis, awe ni mwenye kuitumikia Baitul Maqdis kwa ilmu, kwa ibada, kwa yote ambayo kwamba yafanyika katika Baitul Maqdis, iwe ndio njia yake ya kufanya. Inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni, hebu nitakabalie dua yangu, takabalie matakwa yangu. Innaka antas samiul alim, hakika wewe ni mwenye mwingi wa kusikia na wasikia matakwa yetu. Al-alim, ni mjuzi wale tunataka, ni mjuzi anayofanyika, ni mjuzi watakayokuja. Falamma wada'atha, alipomzaa Sayyidatna Maryam, ametoka ni mwanamke,
Na wakati kama ule, na hata sasa pengine hakuna mahali utapata msikiti wenye kukhadimikia au kutumikia ni mwanamke. Wako wanaofanya hayo mpaka leo, na sisi tunajua, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi na watilie nguvu katika mambo yao. Lakini ilikuwa hayakuzoeleka kwamba mwanamke ndo ataweza kwenda kwenye msikitini akaweza kuhudumika kwa mambo ya msikiti, hata kama nitakuwa ni mcha Mungu kiasi gani, lakini si mambo ya kuzoeleka. Falamma wada'atha qalat inni wada'tuha untha, amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi nilokimzaa nimemzaa ni mwanamke. Walaysa dhakaru kal untha, na hakika mwanamke si kama mwanamume, au mwanamume si kama mwanamke. Na hili tayari ni funzo hapa, kabla tujaendelea mbele, kwamba maumbile yetu ni tofauti, mambo yetu ni tofauti. Yasiwe kama namna kampeni zinazofanywa na maadui wa Uislamu kutaka kuharibu Uislamu, bali kuharibu insania kwa jumla. Si lazima Waislamu tu, hata wasiokuwa Waislamu ambao kwamba wana dini zao, ukifuata katika dini zao utaziona kuna chembe chembe za mwanamke kuheshimika. Lakini kwa wale ambao kwamba wasiamini mambo haya na wakafanya mambo ya kishetani, utaona kampeni zao kubwa ni kuweza kumvunda mwanamke kwa kumwambia mwanamke kwamba wewe alichokifanya mwanamume na wewe waweza kujifanya. What a man can do, a woman can do. Wengine wakaongeza pia woman can do better. La, maumbile yetu ni tofauti, mambo yetu ni tofauti mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika uchamungu wetu na amali zetu hatuna tofauti. Innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat ila akhir al-aya wadh-dhakirina Allaha kathiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ikija katika uchamungu, katika amali zetu, katika mambo yetu, utaona mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna tatizo. Wewe uko sawa mbele Mwenyezi Mungu, na yeye kama mwanamke na wewe kama mwanamume, kila mmoja ana yake. Lirijali nasibun mimma iktasabu walinnisai nasibun mimma iktasabu. Mwanamume ana yake kwa yale aliyotuma, na mwanamke na ana yake kwa yale aliyotuma. Lakini kwa sababu ya kuvunda, kwa sababu ya kutaka kuharibu, ndo akaambiwa mwanamke, ikiwa mwanamume aweza kulala na wanawake zaidi ya mmoja, hata sikuoa, kulala na mwanamke zaidi ya mmoja, na wewe mwanamke waweza kulala na mwanaume zaidi ya mmoja. Je, maumbile yakubali? Biologically yakubali? Scientifically? Tusirudi tena sasa hatua hawaamini tena Mwenyezi Mungu, waamini science mathalan. Turudi katika hiyo science. Je, yakubali maumbile ya mwanamke kwamba ataweza kulala na wanaume wengi? Utaona kuna mambo mengi ambayo kwamba yaja, na madaktari wako hapo waweza kutufafanulia zaidi mambo haya, kwamba mwanamume akiingiliana na mwanamke, ile DNA ya mwanamke tuambiwa yakuwa transferred kutoka kwa mwanamume enda kwa mwanamke, kwa sababu wamemwingilia, na yabaki pale, na kila zikiingia moja na ya pili na ya tatu, mfano itokezee kwamba mwanamke ule aweze kushika mimba, kitakachotoka pale itakuwa ametanganya DNA za watu wote, DNA ya mwanamke na yule aliyokuja wa kwanza na aliyokuja baadaye na nini, zote zikawa, mpaka watuambia kwamba itakuwa ngumu hata ukifanya DNA test kutaka kujua kwamba huyu mtoto babake ni nani. Utaona kwamba haya kweli maumbile yenyewe ya kibinadamu hayakubali, na aliyoumba maumbile haya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si mwingine yoyote. Ndio utaona hikma ya kuwekewa idda wanawake. Kwa nini waambiwa wakae miezi 4 na siku 10? Watuambia kwamba baada ya miezi 4 na zile siku 10, ile DNA ya mumewe kwa ule mke aliyokufa mpaka kae eda, ile DNA hupotea, hiyo ikaondoka ikafa, ndo akaweza kuolewa na mwanamume mwingine aendeleze kizazi chake. Walaysa dhakaru kal untha, mwanamke na mwanamke. Hayakuja mambo ya kumtweza mwanamke wala kumuonea mwanamke, la, bali Uislamu umekuja kumjenga mwanamke. Kwa wanawake hawafanyi biashara,
wanawake hawarithi bali hurithiwa. Wanawake hawana sauti, wanawake wakatezewa wakaonekana kama wanyama, bali Waarabu kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiona mpaka haya, wakisikia vibaya kwamba huyu mtoto wangu amezaliwa ni mwanamume, ni mwanamke. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab, je, nimtukue tu basi katika haya fedheha yangu nikae naye kaibu, lakini sasa nitafanya nini? Nikae naye ama niende nimzike? Walikuwa wakizika wanawake wao, wakizika watoto wao wa kike. Waarabu kabla ya kuja Uislamu kabadilisha mambo yote haya, lakini lazima mwanamke ajue nafasi yake katika jamii na mwanamume aweze kujua nafasi yake katika jamii. Au kumkataza Uislamu, kumkataza mtu kumsomesha mwanamke, wala kumkataza mwanamke kufanya biashara, wala kumkataza mwanamke katika ibada zake na mengine yote, lakini kwa mipangilio ambayo kwamba yatakubali ule uke wake, na mwanamume naye afanye kwa mipangilio ambayo kwamba yatakubali yale mambo yake. Ndio hapa mamake Sayyidatuna Maryam atuambia, walaysa dhakaru kal untha wa inni samaituha Maryam, na mimi nimempa jina, nimemwita Maryam, wa inni u'idhuha wa qaumaha wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim, na mimi namlinda yeye na vizazi vyake kutokana na shetani alofukuzwa, shetani rajim. Kaomba dua hili kwamba mimi nilikitaka mwanamume aweze kufanya kazi kukudumikia katika Baitul Maqdis, lakini nilipozaa nimemwona ni mwanamke na mwanamume si kama mwanamke, lakini kwa hilo akampeleka kwa ile nadhiri yake aliyoweka, akampeleka kule Baitul Maqdis, akawa ni mwenye kuleleka katika Baitul Maqdis. Na babake huyu Imran, babake Sayyidatuna Maryam, alifariki wakati wa mimba ya Sayyidatuna Maryam kabla hajazaa, na alikuwa ni mamake peke yake, na alipomzaa akamtoa akampeleka Baitul Maqdis. Kufika kule kulikuwa na maulama wa khuddam wa Baitul Maqdis walikuwa pale kwa sababu ya cheo cha babake Sayyidatuna Maryam, ambapo kwamba pia yeye alikuwa ni mcha Mungu na mtu aheshimika katika jamii. Wakawa kila mmoja amtaka yeye kumlelea Sayyidatuna Maryam, awe yeye ndo mwenye kumwangalia, awe yeye ndo ataweza kumhudumikia mambo yake. Sayyidina Zakaria alayhi salam akasema, la, mimi ni haki zaidi kwa huyu msichana, kwa huyu mtoto kushinda nyote, kwa sababu mimi imma kwa yale tuliyozungumza mwanzo, mimi mke wangu imma ni khalati yake au mke wangu ni ndugu yake, kwa vile namna tulivyoeleza. Kwa sababu tulisema Sayyidina Zakaria kwa tofauti ya muarrikhina ni kwamba amemuoa khalati yake au amemuoa ndugu yake Sayyidatuna Maryam. Akasema mimi kwa sababu nyumbani naye mke wangu ambao kwamba ni familia yake, tumalize hapo, basi mimi ndio haki zaidi kumlea. Watu wote wakakataa, lazima kupigwa ramli, lazima tupige kura hapa. Ikapigwa ramli, ikarushwa mambo yao yale, akatoka ni Sayyidina Zakaria mwenye kumlelea. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampokea Sayyidatuna Maryam kwa dua ya mamake kwamba mimi najilinda kwako wewe na shaitani, yani namlinda huyu kupitia wewe, kwako wewe umsaidie huyu, umlinde na shaitani. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaipokea na akampokea Sayyidatuna Maryam. Wa ambataha nabatan hasana, na akampa malezi mazuri, akamlelea kwa malezi mazuri. Wakafalaha Zakaria, ikawa mwenye kumlea na kumsimamia na mwenye kumwangalia guardian wake ikawa na Sayyidina Zakaria. Akaleleka kwa nyumba ya Sayyidina Zakaria, tuambiwa malezi yake, na haya utayaona sana kwa watu ambao kwamba ni watukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kukua kwake ilikuwa watu wanavyokuwa siku mwaka mmoja au mwezi mmoja, yeye wakuwa kwa siku moja. Yani malezi yake yalivyokuwa ya kiutukufu, ya watu wanavyokuwa, yani watoto wa kawaida wanavyokuwa kwa mwezi mmoja, yeye wakuwa kwa siku moja. Alikuwa namna hiyo. Na hata ukisoma tarikhi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaona naye malezi yake ilikuwa namna hii.
alikuwa namna watu wanavyokuwa kwa wiki, yeye kwa siku, watu wanavyokuwa kwa mwezi mmoja, yeye kwa wiki moja ashakuwa, kwa mwaka mmoja, yeye kwa miezi ashakuwa. Wakaleleka kwa namna hii, ameleleka na chakula chake chatoka peponi. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa, kila Saidina Zakaria akimuingilia katika chumba chake, akiingia katika chumba chake, Kiswahili pia kina sijakaeleka hakumwingilia, akiingia katika chumba chake, kwa sababu yeye ndio mwenyewe kumwangalia, na chumba kile ilikuwa haingii mtu mwingine, katika heshima ya kumpatia Sayyidatuna Maryam. Kile chumba ilikuwa hakiingii mtu mwingine, ni yeye Sayyidatuna Maryam na mwenyewe Sayyidina Zakaria. Basi akiingia katika chumba chake apata kuna riziki, apata matunda, tena matunda yale si ya msimu, bimaana yani matunda ambayo kwamba yalikuwa yakipatikana wakati wa baridi, yeye wakati sasa ni joto, lakini utapata matunda ambayo kwamba yapatikana wakati wa baridi. Na ikifika wakati wa baridi, utaona Sayyidatuna Maryam ana matunda ambayo kwamba yapatikana wakati wa joto. Yani mambo ya kushangaza. Mfano sasa hivi kumejaa figili kila mahali, msikiti ukipita ni figili tu, lakini zitafute baada ya miezi miwili utatafuta Mombasa mzima wewe usipate figili. Sasa hivi katika nyumba yako kila ukiingia wewe wapata figili tu, ama chumba cha mtoto wako kila ukiingia kuna figili ndani. Anna laki hadha, umetoa wapi chakula hichi, umekipata wapi? Qalat huwa min indillah, haya ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Maryam amelelewa na chakula cha peponi, chakula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimletea, akimteremshia. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humruzuku mtakaye pasi na hisabu, bila kujali, bila chochote. Kwa kuyaona yale Sayyidina Zakaria, Qur'ani yatuambia hunalika daa Zakaria rabba, kwa kuyaona yale kwamba mambo ambayo kwamba si ya kawaida yaweza kufanyika, basi na Sayyidina Zakaria pale pale, kwa sababu alitamani kupata mtoto, akajua kwamba naam, kwa Mwenyezi Mungu lawezekana, na mimi nataka mtoto. Na kwa nini kwamba yani fananisha kwamba matunda si ya msimu wapatikana sasa hivi? Kwa nini Sayyidina Zakaria ajue wakati ule? Kwa sababu yeye mwenyewe alishakuwa mzee, wa mraati aqira, na mke wake alikuwa tayari ashakuwa ni mzee pia, hawezi tena kupata watoto, au umri wa kawaida wa mwanadamu kupata watoto hakuna tena. Lakini kwamba lawezekana kwamba si baridi tuone matunda ya baridi, na kwamba ni joto, ni baridi lakini tuone matunda ya joto, basi na mimi kwamba hata kama ni mzee nitaweza, na hata kama yule hawezi tena, kwa Mwenyezi Mungu si kubwa. Hunalika daa Zakaria rabba, pale pale ipeke ama ipeleke kwamba ni dharfu zamani, ni wakati ule ule, ipeleke kwamba ni mahali pale pale, hunalika pale pale, wakati mahali pale, yote mufassirina yaingia. Sayyidina Zakaria kamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rabbi habli min ladunka, e Mola nipe tunu. Tena neno lilotumika hapa mafiili hab, hiba. Hiba ni kupata kitu ambacho kwamba hata hustahiki kwa sababu huna uwezo, hustahiki kwa sababu yani haiwezekani kwako wewe. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, tupe tunu, turuzuku. Yani Sayyidina Zakaria akwambia ni ruzuku, tena kwa hab, hakusema rabbi rzuqni ama rzuqli. Habli neno litumika ni hab, kwamba ni kitu ambacho kwamba hustahiki wewe ukipata. Lakini Sayyidina Zakaria kwa umri wake, kwa mke wake, e Mola nipe tunu min ladunka dhurriyatan tayyiba, kizazi kilicho na baraka, innaka samiu dua, hakika wewe ndio mwenye kusikia dua. Kwa hivyo haya yote aliyoyaona baada ya kumwona nana Maryam alayha salam. Sayyidatuna Maryam akaendelea kukua, akawa yafanya kazi zake ambazo kwamba amepangiwa katika Baitul Maqdis,
akaendelea na kazi zake kuzifanya, na ilikuwa ikifika wakati wajitenga na watu wake kwa sababu ya ucha Mungu wake, kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wengine wakatuambia mpaka kwa sababu ya uke wake, kwamba ikifika sasa katika ada yake ya mwezi alikuwa akitoka pale, kwa sababu pale ni mahali patukufu. Alikuwa akitoka nje ya mji akienda mahali mbali, akikaa mpaka akimaliza haja zake ndo akirudi katika nyumba yake. Na alikuwa pia Sayyidatuna Maryam akizungumza na malaika walikimjia akimwambia, kunuti li rabbiki wasjudi, sabih mola wako, msujudie mola wako, rudi kwa mola wako, muabudu mola wako, akizungumza na malaika mpaka pale ndo akampa bishara kwamba wewe utaweza kupata mtoto. Kwa riwaya nyingine atuambia la, alipotoka kwenda nje, kama alivyotueleza katika Qur'ani suratu Maryam, alivyotoka kwenda nje ndo kule alipambana na malaika, akambashiria kwamba yeye atampata mtoto. Wadhkur fi kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiya, pale alipoepukana na ahli zake akienda mbali mahali west sharqiyan ya mji wa Maqdis. Fattakhadhat min dunihim hijaba, alikuwa akiweka pazia baina yao na watu wake, kwamba hataki matangamano yoyote. Farsalna ilaiha ruhana, tukamtumilia yeye ruhu yetu Sayyidina Jibril alayhi salam kwa mfano wa mwanadamu. Fatamathala laha basharan sawia, akamjia kwa sura ya mwanadamu. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, hakika mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa wewe kweli ni mcha Mungu basi nalilinda na wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa wewe kweli ni mcha Mungu. Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiya, habi mengia tena hapo. Qala innama ana rasulu rabbik, hakika mimi nimetumwa na Mola wako, liahaba laki ghulaman zakiya, nipate kukupatia tunu ya mtoto alomzuri, alomwema, alomsafi. Kwa nini imetumika tena hapa hab? Ni kwa sababu kimaumbile ya binadamu lazima kupatikane mume na mke ndo kizalike kitu, akizalike mtu. Sasa hapa na Maryam aambiwa kwamba tutakupatia mtoto, tutakupa zawadi tunu ya mtoto. Vipi na yeye hajaolewa? Kama anavyoendelea, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar, je, mimi niweze kuwa na mtoto na sijaguswa na mtu yoyote, yani sijapatikana na mwanamume yoyote, wala mnakubaghia, wala sikuwa ni mchafu kwamba nitakwenda nitalala na mwanamume mwingine niweze kupata mtoto. Ilikuwa ni jambo yani hadi la maajabu kwake Sayyidatuna Maryam, na ndio hii ni habi iliyotumika hapa, li ahaba laki ghulaman zakiya. Qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Ambaye haya ni Mwenyezi Mungu, usifanye waswasi, usiwe na shaka na mambo Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, akitaka mwenyewe atakuwa. Kwa hivyo hayo ni Mwenyezi Mungu, na tutamjalia awe ni kiumbe mzuri, kiumbe bora. Fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiya, akaondoka akatiwa mimba, akawa ni mjamzito Sayyidatuna Maryam, akaenda mbali mahali na huzuni nyingi. Qur'ani yatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwambia usihuzunike. Wanadaha min tahti alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki saria, kwenda mbali mahali kwenye mtende, kaa pale kwenye mtende wako usihuzunike. Kabla yake asema ya reti mimi ningekuwa nimekufa, kabla haya yote hajafanyika ingekuwa mimi nishaondoka. Kaambia usihuzunike, na hakusema haya kwa sababu ya tamani kufa, wala hakusema haya kwa sababu ya utungu wa mimba. La, amesema haya kwa sababu ya sasa atakwenda kuambia nini watu wake. Wewe hujaolewa na kwamba watoka katika kizazi bora, kisha ukirudi umekwenda mahali mbali na mji, ukirudi umerudi na tumbo la mimba, utakwenda kuambia nini watu wangu? Ndio huzuni alionayo, si kwamba maumivu yalikuwa mengi wala nini. La, huzunike. Qad ja'ala rabbuki tahtaka wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla
tusaqit alayki rutban jania, kitingise hicho kigogo cha mtende, utaanguka tende ambazo kwamba zitakuwa ni rutabu nzuri kwa wewe, kwa mtoto wako na katika mimba yako. Na ndio mpaka sasa tuambiwa madaktari wa wenye watuhusia kwamba lao mwanamke akifika karibu na kuzaa ule utungi wake wa mimba, basi akila tende hupunguza yale makali, na dalili yatoka katika Qur'ani kwa Sayyidatina Maryam kama tulivyoona. Akarudi Sayyidatina Maryam kwa watu wake, bila shaka kwa mshangao kama tulivyoeleza, wakamwambia ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, wewe babako alikuwa si mtu mwovu, alikuwa ni mtu mzuri mcha Mungu, na hakuwa mamako ni mwenye kutangatanga. Kwa lugha za kisasa hakuwa ni malaya, kwamba atakwenda tu na wewe utafuata mwenendo kama wake. La, wazee wako hawakuwa namna hii. Sasa wewe umetoa wapi mambo haya? Fa asharat ilayhi, akamwishiria kama alivyoambiwa kabla kwamba usiseme kitu. Fakuli washrabi waqarri aina fa imma tarayna min albashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimefunga saumu ya mazungumzo, kwamba sisemi kitu. Fa asharat ilayhi, akaashiria. Qalu kayfa nukallimu man kana fi almahdi sabiya, vipi tutazungumza na mtu ambaye kwamba ni mchanga? Wewe waanza kumzaa mtoto huyu, atatuashiria haya maswali yetu, atakaye tujibu? Naam, yeye ndo mwenye kujibu maswali yao. Qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Sayyidina Isa alayhi salam akatamka nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia qala inni abdullah. Alizungumza kutangaza utumi wake, alizungumza kumtetea mamake. Inni abdullah, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Atani alkitaba waja'alani nabiyya, amenipatia mimi kitabu Injili. Waja'alani nabiyya, na amenifanya mimi ni mtumi. Waja'alani mubarakan aynama kunt, na mimi ndo ni baraka kwa popote ambako nitakapokuwa. Wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, akamfanyia innocence, akamtoa katika fikra mbaya waliokuwa nazo kwamba labda amekwenda akalala na mwingine kule nje. Akamwambia la, akamtetea mamake na hakumfanya kwamba yeye ni kijana mwovu, kijana aliozalika si katika ndia ya sawa, na amani iwe juu yake, juu yangu siku nilozaliwa na siku nitakayoondoka na siku nitakayofufuliwa tena. Haya ni maneno aliyozungumza Sayyidina Isa, dhalika Isa ibn Maryam qawla alhaq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahitaji kuwa na mtoto, hahitaji kwamba mpaka awe atafanya yeye kwamba kuwe na kizazi chake yeye na mtoto. La, Mwenyezi Mungu alitakalo kun fayakun. Ataka awe na mimba, atakuwa na mimba. Ataka yafanyike yasokubalika katika akili zetu za wanadamu, yatakuwa, kwa sababu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhana, na kila ukiona subhana ikija ujue habari inayofuata au habari iliyoko kabla ni habari nzito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia amejitakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni machafu. Kwa hivyo hahitaji kuwa kuna na mwana wa Mungu, la, yeye kwamba chochote anachokitaka kun, akisema tukitakuwa fayakuna, na kitafanyika. Na huyu ndio Sayyidatuna Maryam, na hii ndio tarehe yake fupi na mambo yake mengi ambayo kwamba mazuri aliyoyafanya, na inaonyesha tupata mfano wa mtoto mwema, tupata mfano wa msichana aliyeweza kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
na aliokuwa mcha Mungu na mama ambao kwamba aliweza kuzaa kizazi kizuri, kizazi ambacho kwamba ni Sayyidina Isa alayhi salam, ambao kwamba alikuja ni kwa mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakati umetufikia, kawaida ni time za kumaliza sasa, na tusiendelee zaidi ya hapa kwa mpangilio ya darasa hili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwafikie, atupe ilmu na amali na ikhlas, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, atupe na husnul khatima. ونختم بها وإلى حضرة النبي محمد المصطفى الفاتحة.